ACT Wazalendo, ndugu viongozi wa chama, ndugu wanahabari, ndugu wananchi mnaotufuatilia kwenye vyombo mbalimbali vya habari mlioko hapa, kama mnavyofahamu, Ijumaa ya tarehe 10 Aprili 2026, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Bwana Charles Kicheere aliwasilisha bungeni taarifa ya ukaguzi wa mapato na matumizi ya fedha za umma kwa mwaka wa fedha 2024/25 baada ya kuikabidhi kwa Rais tarehe 30 Machi. Sisi ACT Wazalendo tumeisoma, tumeipitia na tumeichambua taarifa husika kwa lengo la kuitumia ili itusaidie kutimiza wajibu wetu wa kuisimamia serikali kama chama mbadala nchini. Na katika uchambuzi wetu tumeona zipo hoja nyingi za ukaguzi zinajirudia mwaka hadi mwaka. Tumechagua hoja 10 muhimu ambazo zitawasilishwa hapa na viongozi nitawatambulisha baadaye. Aidha, katika kipindi hichi cha miaka 5 ya uchambuzi wetu, yaani mwaka wa fedha 2021 mpaka 2024/2025, tuliibua hoja 50 kutoka katika ripoti ya CAG, ambapo tumeona nyingi zikijirudia bila kuchukuliwa hatua za msingi za kuwawajibisha wahusika. Wakati ambapo bunge lipo kwenye mgogoro wa uhalali wa kushindwa kutekeleza majukumu yake ya kikatiba ya uwakilishi wa wananchi na usimamizi wa serikali, ACT Wazalendo tunaendelea kutekeleza wajibu wetu wa kuwawakilisha wananchi kwa kuitumia ripoti ya CAG kuanika uozo, ubadhirifu na uzembe. ACT Wazalendo tunaendelea kufuatilia na kutaka kila senti ya Mtanzania itumike kumnufaisha Mtanzania na si vinginevyo. Katika ripoti hii tuna hoja 10 kama nilivyosema, na tumekusudia kuwaeleza Watanzania na kuyatolea mapendekezo na miongozo kwa ajili ya kuchukuliwa hatua. Ndugu wanahabari, sasa naomba nimkaribishe ndugu Ado Shaibu Ado, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, katika kuwakilisha hoja 3 za awali. Karibu ndugu katibu mkuu.